Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Hapa ndipo tunapopiga mbizi kwenye vyanzo vyenu na kuvichambua kwa undani zaidi ili kupata yale muhimu hasa. Leo basi tunaangazia taarifa moja fupi kweli, lakini inayoibua mambo mengi ya kujiuliza. Ni kuhusu uzinduzi wa mfumo mpya wa akili bandia, yani AI, uliofanywa na kitengo cha Amerika Kusini cha kanisa la Waadventista wa Sabato. Na chanzo chetu hapa ni kidokezo tu, kidogo sana, kutoka Adventist News Network, ANN kwa kifupi. Hiki ni kituo rasmi kabisa cha habari cha kanisa la Waadventista wa Sabato duniani, makao makuu yao yako Marekani. Ila jambo la kwanza muhimu ni kwamba taarifa yenyewe ni ndogo mno. Ni kama kichwa cha habari tu. Hilo ni kweli kabisa. Yaani chanzo hakitupi maelezo ya kutosha kuhusu aina gani ya AI hii, au inafanya nini hasa, au hata lengo lake haswa ni lipi. Lakini hapa ndipo kwenye mvuto wake. Kitendo chenyewe tu cha taasisi kubwa ya kidini kuamua, kutumia teknolojia kama AI. Hata bila maelezo mengi, tukio lenyewe linatosha kutufanya tutulie kidogo na tujiulize, kuna nini hapa hasa? Na hiyo hasa ndio dhamira yetu leo. Tutachimba zaidi hapa kwenye hii taarifa fupi na muktadha wake wote, kuona ni masuala gani muhimu yanajitokeza. Je, hatua hii ya kiteknolojia inaashiria nini hasa kwa hii taasisi, na labda kwa taasisi nyingine za kidini pia? Hebu basi tuchunguze pamoja nawe, wewe msikilizaji. Sawa. Basi, tuanze na kile tunachokijua kwa uhakika kutoka kwenye chanzo. Mwaka huu wa 2025, kitengo cha Amerika Kusini cha kanisa la Waadventist wa Sabato kimezindua mfumo wa AI. Hili ndilo jambo la msingi. Hilo tu ndilo liloripotiwa. Hakuna maelezo zaidi, hakuna ufafanuzi katika kidokezo tulicho nacho. Na hapa tunaweza kuanza kuchambua sasa. Kwa nini hili ni jambo la kuzingatia? Kwanza, tunaona taasisi ya kidini inakumbatia teknolojia ambayo kwa kawaida, tunaifikiria zaidi kwenye sekta za biashara au sayansi au hata serikali. Ingawa ni kweli taasisi za kidini zimekuwa zikitumia teknolojia, tovuti, mitandao ya kijamii, hata hifadhi data kwa miaka sasa, lakini kuingia kwenye AI, inaonekana kama hatua kubwa zaidi kidogo. Kweli. Na huu ukosefu wa maelezo, unazua maswali mengi zaidi kuliko majibu. Chanzo hakisemi kama hii AI inahusu usimamizi wa kanisa, au labda mawasiliano na washiriki, au uchambuzi wa data, takwimu zao labda, au hata pengine kitu kinachohusiana moja kwa moja na shughuli zao za kiroho. Wewe unaona uwezekano upi mkubwa zaidi, ukizingatia asili ya taasisi kama hii? Uwezekano ni mwingi kweli. Kwa upande mmoja, lazima tukumbuke taasisi kubwa kama kanisa la Waadventista wa Sabato lina shughuli nyingi sana za kiutawala. Kitengo cha Amerika Kusini pekee kinahudumia eneo kubwa mno, watu wengi sana. Kwa hiyo inawezekana kabisa, tena sana tu, kwamba hii AI inalenga kurahisisha kazi za ndani. Kitu kama usimamizi wa rasilimali watu, fedha, upangaji wa matukio, hata kuboresha mifumo yao ya mawasiliano ya ndani. Matumizi kama haya kwa kawaida hayahitaji kutangazwa sana kwa umma. Hiyo ina mantiki kabisa. Lakini chanzo kinatupa pia muktadha kuhusu huyu mtoa habari, ANN. Kinasema ANN ni kituo rasmi na kinatoa habari kwa njia mbalimbali. Kuna video, kuna uchunguzi wa kina wanaita ANN in-depth, na hata wasifu ANN profiles. Sasa kuwepo kwa njia hizi zote kunaonyesha kuwa wana nia ya kutoa habari kwa undani zaidi wakati mwingine, sivyo? Sasa swali ni, kwa nini taarifa hii ya AI iwe fupi kiasi hiki? Au labda ni tangazo la awali tu, halafu maelezo zaidi yatakuja baadaye kupitia mojawapo ya hizo njia zao? Huo ni uwezekano mwingine mkubwa. Labda walitaka tu kuwajulisha wadau wa ndani au wale wanaofuatilia kwa karibu sana kuhusu hatua hii ya kiteknolojia waliochukua, na mpango ni kutoa maelezo zaidi baadaye watakapokuwa tayari zaidi au watakapoona umuhimu wake umekuwa mkubwa. Au pia inaweza kuwa ni mkakati fulani wa mawasiliano. Wanataka kuona kwanza mjadala utaendaje kabla ya kutoa maelezo zaidi. Pia kuna uwezekano mwingine
kwamba mfumo wenyewe bado uko katika hatua za, tuseme, majaribio makubwa na haujawa tayari kikamilifu kwa matumizi mapana. Sasa hebu tuunganishe hili na kiini hasa cha utume wa kanisa lenyewe. Chanzo kinatukumbusha dhamira yao kuu ambayo ni kusaidia watu kuelewa Biblia ili kupata uhuru, uponyaji na tumaini katika Yesu. Hapa sasa ndipo mambo yanapozidi kuvutia unapofikiria kuhusu AI. Unaweza kujiuliza wewe msikilizaji, jinsi gani teknolojia kama AI inaweza kuingiliana na dhamira hii ya kiroho? Hilo sasa ndilo swali kubwa zaidi na lina pande nyingi kweli. Tukifikiria kuhusu hiyo sehemu ya kuelewa Biblia, unaweza kuwaza labda AI inatumika kutengeneza zana za kujifunza Biblia zilizo rahisi zaidi kutumia, kama vile kutoa majibu ya haraka kwa masuala ya msingi, au kusaidia katika tafsiri, au hata kuunda mipango ya usomaji ambayo imebinafsishwa kulingana na mahitaji ya mtu binafsi. Hii inaweza kuonekana kama njia ya kuongeza uelewa, si ndio? Lakini hata katika hilo kuna maswali mengine yanaibuka, au vipi? Je, kutegemea AI kwa ufahamu wa maandiko kunaweza kupunguza kina cha tafakari binafsi au ule mjadala wa kijamii ambao umekuwa sehemu muhimu sana ya mapokeo mengi ya kidini? Halafu je, AI inaweza kutoa majibu yenye upendeleo fulani kulingana na jinsi ilivyofunzwa? Hilo nalo ni jambo la kuzingatia. Maswali mazuri sana. Na tukiangalia ile sehemu nyingine ya uponyaji na tumaini, hapa sasa ndipo uhusiano na AI unavyoweza kuwa mgumu zaidi kufikirika moja kwa moja. Labda AI inaweza kutumika kuchambua data ili kuelewa mahitaji ya kijamii au hata kiroho katika jamii fulani, na hivyo kusaidia katika kupanga huduma bora zaidi za kuleta uponyaji au tumaini. Kwa mfano, kuchambua takwimu za afya au umaskini katika eneo fulani ili kuelekeza vizuri rasilimali za kanisa. Hilo linawezekana. Hiyo ingekuwa matumizi ya data kwa ajili ya huduma kwa jamii. Lakini ile dhana yenyewe ya uponyaji na tumaini mara nyingi inahusishwa sana na uhusiano wa kibinadamu, unajua, huruma, uwepo wa kiroho. Sasa je, kutumia zana ya kiteknolojia kama AI katika eneo hili kunaweza kuhatarisha ile element ya kibinadamu? Tuseme AI inatumika kutambua watu wanaweza kuwa na mahitaji ya kichungaji kulingana na shughuli zao mtandaoni au data nyingine. Je, hilo linaingilianaje na faragha na ule uhuru wa mtu binafsi unaotajwa kwenye dhamira yenyewe? Hakika, hapa ndipo mjadala unavyoweza kuwa mpana zaidi kuhusu mipaka ya matumizi ya teknolojia kwenye nyanja zinazohusu imani na utu wa mtu. Dhamira yao pia inataja uhuru. Uhuru unaweza kumaanisha mambo mengi sana katika muktadha wa kidini. Je, AI inaweza kutumika kuongeza uhuru kwa kurahisisha upatikanaji wa taarifa za kidini au rasilimali? Au kwa upande mwingine, ule ukusanyaji wa data unaohitajika na mifumo mengi ya AI, je, unaweza kuonekana kama kinyume cha uhuru kwa watu wengine? Haya yote ni maswali ambayo kwa kweli hatuwezi kuyajibu kwa uhakika bila kujua mfumo huu wa AI unafanya nini hasa. Hii inatukumbusha kuwa tunazungumzia shirika kubwa kweli la kimataifa. Lina muundo wa madaraja na vitengo mbalimbali vya kikanda kama hiki tunachokizungumzia cha Amerika Kusini. Sasa, ukweli kwamba ni kitengo kimoja tu ndicho kinachotajwa kutumia AI, je, una maana gani? Hilo nalo linaweza kuwa na maana kadhaa. Kwanza, linaweza kuonyesha kuwa kuna uhuru fulani kwa vitengo hivi vya kikanda kufanya majaribio ya kiteknolojia kulingana na mahitaji yao au fursa zilizopo katika maeneo yao maalum. Labda kitengo cha Amerika Kusini kina changamoto maalum za kiutawala au kimawasiliano ambazo waliona kumbe AI inaweza kusaidia kutatua. Pili, inaweza kuwa Amerika Kusini imechaguliwa kama eneo la majaribio, unajua, kama pilot site kwa teknolojia hii kabla ya kuisambaza sehemu nyingine za kanisa duniani. Tatu, yawezekana tu kwamba hiki kitengo kina watu wenye utaalamu au rasilimali za kutosha kuanzisha mradi kama huu kwa sasa, kuliko labda vitengo vingine. Na hiyo inaibua swali jingine kuhusu usawa wa kiteknolojia ndani ya shirika kubwa kama hilo. Kama teknolojia hii italeta ufanisi mkubwa au faida nyinginezo, je, kutakuwa na mpango wa kuifanya ipatikane kwa vitengo vingine?
hasa vile ambavyo viko katika maeneo yenye rasilimali chache zaidi. Hilo ni jambo muhimu la kufikiria kuhusu athari za muda mrefu za uamuzi kama huu. Kabisa. Na inaturudisha kwenye ile swali la msingi. Lengo hasa ni nini? Ikiwa lengo ni ufanisi tu wa kiutawala, basi swali linakuwa ni jinsi gani ufanisi huo utatumika kuendeleza ile dhamira kuu ya kanisa. Lakini ikiwa lengo linahusiana moja kwa moja na shughuli za kidini au kiroho, basi yale maswali kuhusu utangamano na maadili ya msingi yanakuwa muhimu zaidi. Ukosefu wa maelezo unatuacha tukijadili uwezekano tu. Hebu tujaribu kufikiria mifano zaidi kidogo ya jinsi AI ingeweza kutumika, tukizingatia ile dhamira yao. Tumeshagusa uelewa wa Biblia na uponyaji ujitumaini. Vipi kuhusu kuratibu shughuli za uinjilisti au miradi ya kijamii? Je, AI inaweza kusaidia kuchanganua maeneo yenye uhitaji mkubwa zaidi wa misaada au ujumbe wa kanisa, alafu kupanga jinsi ya kuyafikia kwa ufanisi zaidi? Hiyo ni matumizi yanayowezekana sana, hasa katika eneo kubwa na lenye watu wengi kama Amerika Kusini. AI ina uwezo wa kuchakata data nyingi sana za kidemografia, kijamii, hata za kimazingira, ili kutoa mapendekezo kuhusu wapi pa kuelekeza nguvu na rasilimali. Kwa mfano, kutambua maeneo yenye uhaba wa huduma za afya ambapo kanisa linaweza kuanzisha kliniki za muda, au kutambua makundi ya watu ambao labda hawajafikiwa vizuri na ujumbe wa kanisa. Hii inaweza kuonekana kama njia ya kuongeza ufanisi katika kutimiza ule wito wa kuhudumia. Lakini tena swali linarudi pale pale. Je, kutumia mbinu ambazo zinatumiwa sana na makampuni ya masoko kwa ajili ya shughuli za kidini kuna athiri vipi uhalisia wa wito huo? Inabadilisha uhusiano kati ya kanisa na jamii inayoihudumia. Watu wanaweza kuanza kuhisi kama wanachambuliwa kama walengwa tu badala ya watu wanaohitaji huduma na upendo. Hapo sasa unagusa kwenye mjadala mpana zaidi kuhusu jinsi teknolojia inavyoweza kubadilisha sio tu jinsi tunavyofanya mambo, bali pia maana yenyewe ya mambo tunayoyafanya. Matumizi ya AI katika muktadha wa kidini yanalazimisha hizi taasisi kufikiria upya kuhusu njia zao za jadi na jinsi zinavyoweza kuathiriwa au labda kuboreshwa na hizi zana mpya. Ni muhimu sana kuwa na mijadala ya ndani kuhusu maadili na mipaka ya matumizi haya, hata kama hawatoi maelezo mengi kwa umma kwa sasa. Kwa hiyo, tukijaribu kujumlisha tuliojadili hadi sasa, tuna taarifa ya msingi. Waadventista kule Amerika Kusini wanatumia AI mwaka huu 2025. Hilo liko wazi kutoka kwenye chanzo chetu. Lakini, kutokana na ukosefu mkubwa wa maelezo, tumeishia kujadili uwezekano mwingi na maswali mengi yanayozunguka hatua hii. Tumeona uwezekano wa matumizi ya kiutawala, kimawasiliano, kielimu na hata katika shughuli zinazohusiana moja kwa moja na dhamira yao kuu ya kiroho. Na katika kila uwezekano huo, tumeona kuna maswali muhimu yanayohitaji kutafakariwa. Maswali kuhusu utangamano wa teknolojia hii na malengo ya msingi ya taasisi ya kidini. Maswali kuhusu athari kwa uhusiano wa kibinadamu, faragha, usawa ndani ya kanisa lenyewe, na hata tafsiri ya dhana muhimu kama uponyaji, tumaini na uhuru. Na hii inatupeleka moja kwa moja kwenye hitimisho letu, nadhani. Hata kama hatujui maelezo maalum kuhusu huu mfumo wa AI wa Waadventista huko Amerika Kusini, tukio lenyewe ni kiashiria muhimu. Kiashiria cha mwelekeo mpana zaidi. Tunaishi katika wakati ambapo AI inaenea kwa kasi kubwa sana katika karibu kila nyanja ya maisha yetu. Ni dhahiri, nadhani, tutaona taasisi nyingi zaidi, zikiwemo hizi za kidini, zikijaribu kutafuta njia za kuitumia teknolojia hii. Na hapa ndipo linapokuja lile swali la mwisho la kukufanya utafakari zaidi, wewe msikilizaji. Je, kuingia kwa AI katika nyanja hizi za imani na kiroho kutabadilisha nini hasa? Zaidi ya ufanisi au urahisishaji wa kazi fulani, je, kutakuwa na athari za kina zaidi kwa jinsi watu wanavyoelewa na kuishi imani yao? Je, teknolojia inaweza kuwa zana tu au ina uwezo wa kubadilisha asili ya shughuli inayoitumia? Fikiria kidogo juu ya hili. Ikiwa AI siku zijazo itaweza kusaidia kuandika hotuba za kidini au kutunga sala, kutoa ushauri wa kimaadili kulingana na maandiko, au hata kuiga mazungumzo yenye huruma, je, uhusiano wetu na dhana hizi za kiroho utabadilikaje?
Je, tutaweza kutambua tofauti kati ya kilichotoka kwa binadamu na kilichotoka kwa mashine? Na je, hiyo tofauti itakuwa na umuhimu gani kwetu mwisho wa siku? Ni eneo ambalo linaanza kufunguka sasa hivi, na kesi hii ya Waadventista Amerika Kusini, hata ikiwa na maelezo machache sana, ni sehemu ndogo tu ya mwanzo wa mjadala huu mkubwa zaidi unaokuja. Hakika ni wazo kubwa hilo la kuendelea kulitafakari. Tunatumai uchambuzi huu, ingawa ulitokana na chanzo kidogo sana, umekupa mtazamo mpana zaidi na labda maswali muhimu ya kujiuliza kuhusu makutano haya mapya ya imani na teknolojia. Asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina.